Usijidharau kwa sababu ya kasoro fulani. Leo nitakupa mambo 6 ya kuzingatia kabla hujajiona hufai kitu. Hebu niseme ukweli mchungu lakini wa kukukomboa. Watu wengi hawashindwi kwa sababu hawana uwezo. Wanashindwa kwa sababu walijiamini kidogo sana. Kasoro sio mwisho wa maisha. Kasoro ni kioo kinachokuonyesha upande wa nguvu yako. Lakini dunia imekudanganya. Imekufundisha uione kasoro kama laana, wakati mara nyingi ndiyo baraka iliyofichwa. Kabla hujajiona hufai, kabla hujajinyima ndoto zako, kabla hujajifunga minyororo kichwani mwako. Haya hapa mambo 6 muhimu sana ya kuzingatia. Kabla hatujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom ili tuendelee kujifunza ukweli unaobadilisha maisha. 1. Kasoro haimaanishi huna thamani. Watu wengi wanakuhukumu kwa macho, lakini maisha yanakuhukumu kwa matokeo. Dunia inaweza kukucheka kwa kile ulicho, lakini historia itakuheshimu kwa kile ulichokifanya. Kuna watu wana sura nzuri, lakini maisha yao ni matupu. Kuna watu wana miili kamili, lakini hawana mwelekeo. Thamani yako haitokani na mwonekano, inatokana na kile unachoweza kujenga licha ya hali yako. Mfano, Lionel Messi. Messi alikuwa mfupi kupita kiasi akiwa mtoto. Alikuwa na tatizo la ukuaji wa mwili, growth hormone deficiency. Watoto walimcheka, makocha walimpuuza, wakisema mwili huu hauwezi kushindana. Lakini leo, urefu hakumzuia kuwa mmoja wa wachezaji wakubwa zaidi duniani. Kasoro yake haikumharibu, ilimlazimisha awe bora kuliko wengine kwa akili, nidhamu na kipaji. 2. Waliokucheka leo hawataishi maisha yako kesho. Usifanye kosa la kupima maisha yako kwa vicheko vya watu wasiojua maumivu yako. Wengi wanaokudharau leo hawana hata ujasiri wa kujaribu ndoto zako. Watu hucheka kile wasichokielewa, lakini muda ukienda, wataanza kuuliza maswali kwa yule waliyemcheka jana. Mfano, Kevin Hart. Kevin Hart ni mfupi. Alikejeliwa sana kwa urefu wake. Alidharauliwa, aliambiwa hatoweza kuwa star. Lakini alichofanya, aliigeuza kasoro yake kuwa silaha ya vichekesho. Leo anajulikana duniani kote. Waliomcheka jana, leo wananunua tiketi kumsikiliza. 3. Mfano halisi, Nick Vujicic. Nick alizaliwa bila mikono na bila miguu. Watoto walimcheka, watu walimwonea huruma, jamii ilimwambia kimya kimya, wewe huwezi. Lakini leo Nick anazungumza duniani kote, anahamasisha mamilioni ya watu, ana familia, ana mafanikio, ana heshima. Kasoro yake haikumzuia kuishi, ilimlazimisha kuwa mkubwa kuliko kawaida. Swali sio kasoro yako ni ipi, swali ni umeamua kuiruhusu ikufunge au ikujenge. 4. Kasoro yako inaweza kuwa silaha yako. Watu wanaojua maumivu ya kudharauliwa ndio huwa na sauti kali zaidi ya kuhamasisha. Watu waliokataliwa ndio hujenga milango mipya. Maumivu hukupa kitu ambacho starehe haiwezi kukupa: kina, huruma, nguvu ya ndani. Kama usingeumia, usingekomaa. Kama usingekosa, usingethamini. Mfano, Stephen Hawking. Alipata ugonjwa uliopooza karibu mwili mzima. Hakuweza kutembea, hakuweza kuongea kawaida, lakini akili yake ilibaki huru. Alichangia sana sayansi ya ulimwengu. Kasoro ya mwili haikumzuia mawazo yake kusafiri mbali zaidi ya wengi. 5. Kujidharau ni kosa kubwa kuliko kasoro yenyewe. Kasoro inaweza kuwa ya mwili, lakini kujidharau ni ulemavu wa fikra. Unapojisemea siwezi, haiwezekani, watanicheka, unakuwa umejifunga mwenyewe kabla dunia haijakufunga. Usijifanye adui wako mwenyewe. Maisha tayari ni magumu.
usijiongezee mzigo. Mfano, Sylvester Stallone alikuwa na tatizo la kuongea, speech impediment. Uso wake upande mmoja ulikuwa umepooza. Alikataliwa mara nyingi Hollywood, lakini hakujiona hufai. Aliandika stori yake mwenyewe. Leo jina lake ni historia. 6. Mungu na maisha hawakukosea. Hakuna mtu aliyeumbwa kimakosa. Kila mtu ana mzigo wake na kila mzigo una kusudio lake. Wengine wanapewa urahisi, wengine wanapewa ugumu. Lakini mara nyingi wale waliobeba ugumu ndio hubeba pia hatima kubwa zaidi. Mfano, Usain Bolt alikuwa na scoliosis, mgongo kupinda. Alikuwa anaumia mara kwa mara. Watu walidhani hatadumu, lakini leo anajulikana kama mtu mwenye kasi zaidi duniani. Kasoro yake haikumzuia hatima yake. Na sasa, sehemu muhimu zaidi. Usingoje ujisikie kamili ndio uanze. Hakuna mtu aliyeanza akiwa kamili. Anza ukiwa na hofu, anza ukiwa na kasoro, anza ukiwa unaumia, kwa sababu siku moja ile kasoro uliyoichukia ndiyo itakuwa ushuhuda wako, na wale waliokucheka watakuchekea tena, lakini safari hii kwa heshima, siyo dharau. Usijidharau. Wewe si kasoro. Wewe ni ujumbe unaosubiri kutafsiriwa.